Madai ya kuwa ni uongo tukio la Wamarekani kwenda na kukanyaga mwezini, wao wakiwa ndio binadamu wa kwanza. Inaaminika walitengeneza uongo huu ili kuandika historia ya kuwa wao ndio waliowatangulia Warusi kufika mwezini. Inadaiwa kuwa kwa kipindi kile Marekani na Urusi, Umoja wa Kisoshalisti wa Kisovieti, walikuwa ndio mataifa yenye nguvu zaidi duniani na yalikuwa kwenye ushindani mkubwa, na inadaiwa kuwa kisayansi na kiteknolojia ya mambo ya anga, Urusi ilikuwa imetangulia mbele kuliko Marekani. Hivyo, ili kushinda mbio za ushindani, Marekani wakaamua kuudanganya ulimwengu kuwa walikuwa wa kwanza kupeleka watu kule mwezini. Kwa mujibu wa kitabu kiitwacho We Never Went to the Moon, America's $30 billion Swindle, kilichoandikwa na Bill Kaysing mwaka 1976. Kitabu hiki kinadai kuwa kwa jinsi sayansi ya Marekani ilivyokuwa kipindi kile miaka 1960, especially ule mwaka wa 1968, kama mwanasayansi yoyote angerusha chombo kujaribu kusafiri kwenda mwezini, basi uwezekano wa kutua juu ya uso wa mwezi ulikuwa ni 0.0017. Shirika la kwanza kutoa maoni yake likidai kwamba safari ya Marekani kwenda mwezini ni safari ya uongo lilikuwa ni shirika liitwalo Flat Earth Society, likidai kuwa picha na video za misheni nzima zilifanyika katika studio maarufu ya kutengeneza filamu, studio za Walt Disney za kule Hollywood, huku kutengenezwa kwa video hizo kukisimamiwa na director aitwaye Stanley Kubrick. Na tena shirika la Flat Earth Society likafananisha picha za chombo walichosema wamesafiri nacho wa Marekani kwenda mwezini na chombo kilichoonekana katika movie ya Capricorn katika filamu iitwayo Capricorn 1 ya mwaka 1978. Yawezekana wa Marekani walitumia chombo hicho hicho kujifanya ndio wamesafiri nacho kwenda nje ya dunia wakatua nacho kwenye mwezi. Pia wanaodai kuwa wa Marekani walidanganya hawakwenda mwezini wanatoa sababu nyingine wakisema kuwa shirika la sayansi ya anga la Marekani, NASA, waliamua kufeki hii mission ili kujaribu kujipatia fedha ili kuweza kujiimarisha zaidi, kwani serikali ya Marekani ilitoa kiasi cha dola za Kimarekani bilioni 30 zilizotolewa na kupewa NASA ili waweze kufanikisha mpango huo. Lakini pia wakaenda mbali zaidi na kusema NASA waliamua kufanya hivyo ili kukimbiza mawazo ya wengi ambao kwa kipindi hiko walikuwa wakifikiria vita ya Marekani na Vietnam, vita iliyokuwa mbaya sana na madhara mengi kwa Marekani. Kwa kutumia nguvu ya vyombo vya habari, serikali ilijaribu kuhamisha mawazo ya wengi toka kwenye vita hiyo na kuwaletea ajenda nyingine ya kuwafariji. Wanaodai hivi wanasema kuwa na ndio maana vita hiyo ya Vietnam na Marekani na hii mission ya kumpeleka mwanadamu kule mwezini viliisha katika mwaka mmoja, sababu kama vita imeisha hapakuwa na sababu ya kuendeleza mambo ya safari ya mwezini wakati yameshafanya kazi iliyokusudiwa. Basi walikuwa kwa watu kadhaa walioshikilia bango ya kwamba Marekani wala haikwenda kweli mwezini, bali walitengeneza video za maigizo kuudanganya ulimwengu. Zifuatazo ni sababu mbalimbali zinazotajwa kama ushahidi wa kuthibitisha kuwa safari ya Wamarekani kwenda mwezini, wakidai wao ndio binadamu wa kwanza kutua mwezini, ilikuwa ni uongo uliosukwa na shirika la sayansi ya anga la Marekani, NASA. Sababu hizo miongoni mwake kubwa zaidi ni hizi hapa. 1, wanasema hakuna kreta iliyotengenezwa na mlipuko wakati wa chombo hicho walichosafiri nacho kwenda kule katika mwezi wakati kinatua katika uso wa mwezi. Kwa kawaida, vyombo vinavyosafiri kwenda nje ya dunia vikitua kwenye mwezi au sayari nyingine, basi huwa vinatengeneza shimo kubwa, kreta. Lakini katika video na picha zilizotolewa na Wamarekani zikionyesha chombo cha Apollo kikiwa kinatua mwezini, hazionyeshi vumbi wala shimo la kreta lililotengenezwa wakati chombo hicho kikitua mwezini. Lakini pia hoja ya pili wanayoitumia kama ushahidi wa kuonyesha kuna dosari katika safari hiyo, wanasema ni kupishana kwa vivuli. Neil Armstrong, yule mwanasayansi wa anga wa Marekani, alipiga moja ya picha ikionyesha ardhi ya mwezi,
lakini katika picha hiyo kivuli chake kikaonekana. Ila sasa kivuli chake kinaonekana kimelala kulia, huku pembeni yake kuna kivuli cha fimbo ila kimelala kushoto. Wakati vyote, yaani Neil na fimbo, vimesimama upande mmoja. Hivyo wakipigwa na jua, vivuli vyao vilitakiwa kuwa sambamba, vikilala kulia au kushoto kwa pamoja. Kwa nini kivuli hiki kilale kwenda kulia, hiki kilale kwenda kushoto? Inaonekana ya kwamba labda picha hizi zitakuwa zilitengenezwa kwa kueditiwa. Kwa hivyo, kwa makosa ya kibinadamu wakashindwa kuona kupishana kwa vivuli hivyo viwili. Hoja namba 3 inayotolewa inasema, kwa nini hakukuonekana nyota yoyote katika picha zote zilizopigwa tokea kule mwezini? NASA walipiga picha nyingi sana wakiwa katika mission hiyo, ila hakuna picha hata moja inayoonyesha nyota za angani, jambo ambalo linawafanya watu wengi waamini mission hiyo ilikuwa ni feki na ilifanyika katika studio. Japo NASA walijibu hilo kwa kudai kuwa picha hizo zilikuwa na ubora hafifu. Hivyo inawezekana nyota zilipotea wakati wa picha hizo zilipokuwa zikisafishwa na kujaribu kuangazwa ili zing'ae vizuri zaidi. Nyota zikapotea katika picha zile, zikawa hazionekani. Hoja namba 4 inahusu kupepea bendera ya Marekani mwezini. Wanasayansi wa Marekani walipoonyesha video zao za kutua mwezini, wakaonyesha pia picha moja kuwa walikita bendera ya Marekani juu ya mwezi. Lakini sasa swali linakuja, wataalamu wa mambo ya anga wanasema mwezini hakuna upepo, hivyo ni vigumu kwa kitambaa kupepea. Sasa wanauliza, kuonekana kwa bendera ya Marekani ikiwa inapepea mwezini inatia shaka kama picha ile kweli ilipigwa mwezini. Hoja namba 5 wakasema, kwa nini picha na video zote ziwe na background moja? Zile picha zilizopigwa na wanasayansi wa Marekani wakiwa kule mwezini zinaonyesha background moja, tena picha zile zilizopigwa kutoka umbali